Kuna vitu hatujaviona kwenye Simba yetu kwa takriban misimu miwili ama mitatu, hatujaviona. Kuna hivyo vitu tumekuja kuviona leo baada ya Chama kurejea ndani ya Simba Sports Club. Na kwa lugha nyepesi ili ieleweke, kuna vitu hatujaviona kwenye mpira wetu. Unajua uzuri wa Chama ni kwamba alikopita huko kwingine hakuwahi kuoneshaga ubora wake. Kwa hiyo kuna vitu alikuwaga afanyi huko. Tumekuja kuviona hivyo vitu baada ya miaka mingi kupita chini ya mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Na Chama amefurahi hii leo, amecheza mechi ya saa 10. Alishachoka kucheza mechi ya saa 8 mchana. Kama unaanika mahindi. Kwa hiyo amefurahi. Amekuja kwenye timu kubwa, timu yake ya Simba Sports Club, na ameonyesha uwezo mkubwa sana jamani. Mimi sikutarajia kama Chama angekuwa mpya namna hile. Hajapoteza pasi hata moja kwa dakika 90 alizocheza hii leo. Kila kinachokuja anapatia. Yaani Chama ndio binadamu ambaye anapatia kila kitu anapokuwa uwanjani. Anatoa pasi, anafundisha, anatoa maelekezo, anawaguide vijana, anatengeneza mashambulizi. Kwa kweli Chama amekuja kutufurahisha wana Simba, na sisi kwa moyo mkunjufu tunamkaribisha vibaya mno. Na kurejea kwa Chama ni matumaini mapya ya Simba Sports Club kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Mnyama anafufukia kwenye miguu ya mwamba Lusaka. Wanakuwa wanagawa utamu. Kupigwa mechi 3 ndio kwa mgao utamu rasmi wa kundi. Labda hatukuelewana. Mara tukuelewana. Ili uwe mgao utamu wa kundi, unataka iweje? Swali zuri. Mgao utamu wa kundi ni yule ambaye anafungwa mechi 3 mtawalia, mabao mawili kwenda mbele. Unaichambua sasa vizuri. Tunaidadavua. Ili uwe mgao utamu wa kundi, lazima ufungwe mechi 3 mtawalia, tena kwa idadi ya magoli mawili. Kwa Simba Sports Club tumepoteza mechi 3 kwa idadi ya goli moja. Yaani Petro di Luanda goli 1, Stade de Malien goli 2-1 ambao ni equivalent ya 1-0, si tunatoa pale, na Esperance goli 1-0. Kwa sisi hatuingii kwenye kundi la wagawa utamu kwa sababu tumefungwa goli moja. We don't qualify kuingia kwenye kundi hilo. Sisi hatu no. Yaani ni either ugawe ama usigawe. Kwa sisi hatujagawa. Hakuna kugawa utamu kwa mbinde. No. Haujagawa full stop. Ndio maana wanasema wewe unaweza ukaishi hata motoni. Wewe motoni pagumu. Hiyo uitaki. Pagumu. Memaliza bana Kuna mtu hajamzungumzia hapa. Meridhika labda Bajaberi. Tutaulizia taarifa zake sasa. Jambo la msingi na la mwisho, wana Simba tuje kwa wingi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 2. Siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 2. Hii ni siku ambayo tunakwenda kufia uwanjani. Hii ni siku ambayo tunakwenda kupambana tuwezavyo kuchukua alama 3 dhidi ya Esperance. Inawezekana unaitazama kauli hii kwa jicho la kinyonge, lakini ukiitazama kauli hii kwa jicho la mnyama, kwa jicho la Simba, alama 3 mbele ya Esperance inawezekana sana. Simba sisi tumeshafanya maajabu makubwa Afrika hii. Hii ni cha mtoto vibaya mno, na tarehe 1 ya mwezi wa 2 wana Simba watakwenda kushuhudia maajabu makubwa. Lakini maajabu ambayo Simba tumewahi kuyafanya, hatujawahi kuyafanya tukiwa peke yetu viongozi wala wachezaji. Maajabu ambayo tumewahi kuyafanya Afrika hii Simba Sports tumeyafanya kwa msaada mkubwa wa mashabiki wetu. Mimi nichukue nafasi hii, kiingilio tumeshusha kwa ajili yenu mashabiki. Tungeweza kuweka bure, lakini hii sio timu ya bure. Hii ni timu yenye thamani yake. Kwa hivyo tumeweka kiingilio kidogo ili kila mtu aweze kuja uwanjani kuja kuandika maajabu haya ya kihistoria.